kinyume na watoto wako. Anza kuharibu kazi zao, anza kuharibu kazi zao, anza kuharibu kazi zao. Maroho zote zinazinuka, kata 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 kata. Maroho yote ya magonjwa inaosukumwa katika mwili wako ili usisonge mbele, anza kuharibu, anza kuharibu, anza kuharibu kila vizizi vyote katika safari yako. Kata 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 mpendwa, vizizi vyote katika safari yako, anza kuharibu, anza kuharibu, anza kukataa, anza kukataa, anza kukataa maisha yote ya mipaka. Haribu, haribu tu, haribu tu kwa jina la Yesu. Wanaokuwekea mipaka katika maisha yako, inatakiwa jiona leo kuanze kuharibu. Wale wanakuwekea mipaka katika kazi yako, katika huduma yako, katika maono yako, ya kuwa wewe utafika tu viwango fulani, hakuna mali utapita. Inatakiwa jiona leo mipaka yote inayotawala maisha yako, anza kuharibu kwa jina la Yesu Kristo. Anza kuharibu kwa jina la Yesu Kristo. Wanaokuwekea mipaka katika kula kwako, anza kukataa, anza kukataa, anza kukataa kwa jina la Yesu Kristo. Mipaka yote haribu, mipaka yote haribu katika huduma yako. Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Pigia Bwana vigelegele. Shangilia Yesu. Amen. Chukua nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ninashukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi ambayo ameniwezesha nisimame mbele yenu. Tena ninatambua hii nafasi ambayo nimeweza kupewa na baba yangu. Amen. Ninashukuru sana kwa sababu ni neema ya Mungu, sio nguvu zangu. Kwa hivyo ninashukuru kwa hiyo nafasi sana. Siku ya leo ninataka tuongelee kuhusu neema ya Mungu. Ambia jirani yako neema ya Mungu katika maisha yako. Ambia jirani yako neema ya Mungu katika maisha yako. Pendwa, neema ya Bwana inaposhuka katika maisha yako, haijalishi maisha unayopitia, haijalishi umri, haijalishi masomo, haijalishi mahali ambapo ulitoka, lakini neema ya Bwana inapoonekana katika maisha yako, Mungu atakutumia. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tunaona siku ya leo kuna kitu nilikuwa na tafakari sana katika maisha yetu sisi kama Wakristo. Sisi ambaye tunaomba sana, kuna watu ambaye hawaombi lakini maisha yao wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambaye hawatafuti Mungu jinsi sisi tunavyotafuta Mungu leo, lakini wamebarikiwa. Tena wanaishi maisha mazuri kutuliko. Wao hawapitii machungu, changamoto jinsi sisi tunapitia. Amen. Kuna watu hawana kierere kama sisi tunavyokierere kwa kazi ya Mungu, lakini maisha yao iko tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na hata saa zingine huwa wanatuuliza kupitia maisha ambayo tunapitia, ya kuwa kwa nini we maisha yako iko hivi? Na uko na bidii, unaenda maombi kila wakati, unaenda kutafuta Mungu wako, lakini maisha yako haibadiliki. Amen. Inaweza kuwa ni mume wako, inaweza kuwa ni wazazi wako, inaweza kuwa ni mke wako, inaweza kuwa hata boss wa kazi. Amen. Anakuchunguza maisha yako, saa zingine wewe unajitolea, unaenda katika maombi, lakini tunapochunguza maombi yetu hakuna jibu, hakuna tofauti. Sisi tunaojitolea kwa kazi ya Mungu ndio tunapitia machungu sana. Amen. Je, Mungu ana upendeleo ama la? Hapana. Mungu ana upendeleo. Amen. Mungu ana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana upendeleo. Ni neema ya Mungu inaposhuka hawezi kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu inaposhuka katika maisha yako, Mungu atakutumia. Hata kama we ni mwenye dhambi, atakutumia kwa sababu Mungu huchukua chombo, atakubadilisha na aanze kukutumia.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Amen. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Ndipo tunaona kulikuwa watu wawili walipoenda kuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walienda kukusali. Kulikuwa mtoza ushuru na mfarisayo. Na walipoenda maombi yao ikawa tofauti. Mmoja mfarisayo akasema, Bwana ninakushukuru kwa sababu mimi si kama hao wengine wanyang'anyaji. Bwana Yesu asifiwe. Si kama hao wengine wanaotenda dhambi. Amen. Sio kama hao wengine wanaopitia maisha ya machungu. Kwa hivyo mimi ninakutolea sadaka kwa maisha yangu, mapato yangu yote ninakutolea sehemu ya 10. Amen. Na tena ninafunga mara 2 kwa wiki. Ijapo utaweza kufika katika ile hali, ujue umejikana we mwenyewe. Ufike hali ambapo unaanza kutoa hakika sehemu ya 10 kwa mapato yako yote. Leo sisi unaweza kuwa kwa mwezi tunapata mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo kupitia hii mshahara yako utakuja kutolea Bwana sehemu ya 10. Lakini kwa mwezi wote Mungu si amekuwa akikubariki kwa pesa zingine tudogo. Amen. Lakini mfarisayo alikuwa anasema, ninakutolea sehemu ya 10 yangu. Na tena ninafunga mara 2 kwa wiki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mtoza ushuru alipoenda mbele za Bwana, maombi yake ikawa tofauti. Biblia inasema akapiga kifua chake akambia Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Amen. Akambia Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Na Biblia inatuambia kuwa ule mtu akatoka mahali pale akiwa mwenye haki. Amen. Alitoka mahali pale akiwa mwenye haki. Yule aliyekuwa na dhambi Mungu akamrehemu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu tumepokea siku ya leo, maisha ya leo katika maisha yetu ambaye hatukufaa kupata. Amen. Kwa sababu ya rehema za Bwana, kwa sababu ya neema yake. Amen. Kuna kazi leo tumepokea kwa sababu neema ya Bwana tu. Leo tumejipata katika uwepo wake kwa sababu neema yake tu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumejipata katika ndoa kwa sababu ya neema ya Mungu, sio kwa nguvu zetu. Kuna wengi wanatumika, kuna wengi wameenda hadi kusoma kwa ajili ya kupata experience waingie katika ndoa, lakini hawajapata. Na sisi ambaye tulikuwa dhaifu, tulikuwa bure, hatukuwa hata na qualification kuingia katika ndoa, Mungu akatujalia neema tukaingia kwa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kuwa wakati umejipata katika hiyo hali, utambue kuwa sio nguvu zangu, ni neema ya Bwana. Kwa hivyo inatakiwa mimi mwenyewe niegemee katika ile neema, ili neema ianze kunifunza. Bwana Yesu asifiwe. Nitambue kuwa haya yote nimepokea sio nguvu zangu, kwa hivyo nishikilie ile neema iliyosababisha nikapokea, ili neema ianze kunifunza. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna vitu tumepokea ambaye hatujatambua kuwa ni neema ya Mungu ndiye imetupa, tukaacha na ikatuacha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Suleiman. Wakati Mungu alimchagua alikuwa mdogo. Akambia Mungu kuwa, Bwana umenichagua lakini mimi ni mdogo na sina akili ya kutawala watu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jikuta Mungu amekubariki, bado uko mdogo lakini unatawala, uko manager. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa utambue ni neema ya Mungu na ujiegemee katika nguzo ya ile neema, ili neema ikuweke katika training, ndipo utaweza kumiliki ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Suleiman akatambua kuwa siwezi peke yangu, inatakiwa nitafute Mungu, kwa sababu ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ya Mungu ndipo nikapata hii kazi. Akambia Bwana, unipe moyo wa adili, kwa sababu atakutana na watu ambao wako na hekima kumliko, atakutana na watu ambao ni wazee kumliko, watu ambao wataweza kumchanua. Lakini kwa sababu ilikuwa neema ya Bwana, amebaki katika ile nguzo ya neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Siku leo kama vile tumeokoka, sio nguvu zetu, tuzidi kubaki, kwa sababu ni neema ya Yesu Kristo ndiye imesababisha tumeokoka. Kwa hivyo tunapobaki katika ile neema, Mungu mwenyewe ataanza kututrain. Wakati tunapitia shida hatuwezi kuanguka, kwa sababu tumeshikilia ile neema, kwa sababu tumetambua neema mahali ambapo tulitoka. Amen. Tusome Luka mtakatifu 18 kuanzia 11, tusikie inasema nini. Tusimame wote kwa miguu.
Luka mtakatifu mlango wa 18 kuanzia mstari ndogo wa 11. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wasinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Endelea. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala akudhubutu kwa kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema: Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Amen. Amen. Yule mtoza ushuru, yule Mfarisayo alikuwa anajua haki yake na matendo yake ndiye itaweza kumwokoa. Lakini yule mtoza ushuru akatambua kuwa yeye ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo inatufunza unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu. Kuna mahali ambapo Mungu anaweza kutuinua ambaye tunafika viwango tunaanza kujinua. Hapana. Pendwa, tuzidi kunyenyekea katika ile hali. Ndiye Mungu anachunguza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kwa ajili ya kupe kazi ilikuwa ni neema yake. Lakini kama utaweza kutambua, inamaanisha umenyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Mungu ataweza kutawala ile kazi yako. Leo kuna kazi ambayo tumepoteza kwa sababu hatukutambua kuwa tumepewa na Mungu. Chukua nafasi yako ya kuwa tumepewa na Mungu. Leo Mungu anaweza kutubariki tupate neema ya kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Tupate neema ya kusupport ministry. Tupate neema ya kutumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Isikiwe sababu sisi wenyewe tunaanza kusema, tunaanza kujinua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini matendo yetu tufanye katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yetu tufanye katika imani. Kwa ajili tufike viwango vya kutoa sadaka, ni Mungu mwenyewe ndiye ametubariki. Amen. Sio mwanadamu. Ni Mungu mwenyewe ndiye ametupa ili tuweze kumtumikia. Kwa hivyo kwa ajili tumtumikie, tubaki waaminifu katika haki. Tufanye kazi katika imani. Kumaanisha utatenda mahali ambapo watu hawakuoni, lakini unaamini ya kuwa Mungu atanibariki kwa hii hali. Bwana Yesu asifiwe. Tusikue kama Wafarisayo, watu wanaopapayuka katika maombi yao. Lakini Yesu anatuambia katika maombi yetu tunapoomba tufunge mlango. Bwana Yesu asifiwe. Na yule baba yetu aliye sirini atatujaza. Amen. Na yule baba yetu anayeona sirini atatujaza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambaye Mungu ameshatubariki nayo, inatakiwa tutambue nguzo ya neema ambaye Mungu alisababisha tukapokea zile vitu, ili Mungu aanze kutuprotect. Ana jinsi alivyokuwa analea, Ana aliomba sana. Amen. Akaomba sana lakini hakuweza kupokea jibu. Lakini siku alipotambua neema iliyokuwa katika madhabahu ya Eli, ndipo Ana akachukua nafasi, akachukua hatua ili aende akajiunganishe katika ile neema. Ndipo Mungu aliweza kumbariki. Bwana Yesu asifiwe. Ijapo utatambua neema ya Mungu katika maisha yako, hautaacha neema yake. Kwa sababu neema ya Mungu ndiye imesababisha siku leo tuko hivi. Ni kupitia neema ya Mungu. Ni kupitia Yesu Kristo, neema yake tu ndipo tuko hivi. Ijapo tutatambua, hatuwezi kudharau hali ambayo tunapitia. Lakini leo wengi tumebaki viwango vya Mafarisayo. Amen. Tunaanza kutangaza vitu ambavyo tunatenda katika kazi ya Mungu. Tunaanza kusema unaposaidia mwenzako, unaanza kutangaza. Ujue kuwa mahali pale hakuna Mungu. Lakini yule anayenyenyekea, Mungu atamjibu. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayenyenyekea, Mungu atamjibu. Leo Mungu aachilie neema ya unyenyekevu katika maisha yako. Mungu leo aachilie neema ya unyenyekevu katika huduma yako. Hata kama umebarikiwa viwango vya aje, lakini Bwana aachilie neema ya unyenyekevu katika maisha yako. Mungu aachilie neema ya unyenyekevu katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Inatakiwa sadaka zetu yote tunayotoa katika bidii, inatakiwa tuhakikishe tumetoa kupitia ile neema ambaye Mungu alitupa. Kumaanisha tumejiegemea katika ile guzo ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Tumejiegemea katika ile guzo ya neema.
kupitia ile sadaka ndipo Mungu ataweza kutubariki. Leo tunatumikia Mungu lakini maisha yetu iko tofauti. Ndipo unasikia kuna maswali ambayo tunaulizwa ya kuwa mbona maisha yetu iko hivi? Mbona ndoa zetu iko hivi? Na kwa hivyo tunajitolea Mungu kwa bidii lakini bado tumebaki kwa machungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatujatambua neema ya Mungu. Bado tumebaki katika ile maisha ya Wafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo Mungu abadilishe mawazo yako. Mungu abadilishe mawazo yako. Uweze kutambua neema ya Mungu katika maisha yako. Uweze kutambua neema ya Mungu katika huduma yako. Uweze kutambua kazi ya Mungu katika maisha yako. Kama vile Suleiman akatambua, sio nguvu zangu lakini Mungu ndiye amenipa. Sio nguvu zako mpendwa kupata watoto, Mungu ndiye amekupa. Sio nguvu zako kupokea ile neema ya kufanya huduma, ni Mungu ndiye amekupa. Kwa ajili uinuke katika ile huduma, zidi kutambua neema ya Mungu aliyekupea. Amen. Zidi kutambua kazi ya Mungu aliyetenda. Ndiye itasababisha hata kama unapitia machungu, hauwezi kuacha ile kazi. Kwa sababu unatambua neema ya Mungu katika maisha yako. Kwa sababu unatambua neema ya Mungu katika ndoa yako. Na leo neema ya Bwana ingie kwa maisha yako. Neema ya Bwana ingie kwa maisha yako. Neema ya Bwana ingie kwa maisha yako. Bwana aondoe kiburi. Mungu achilie unyenyekevu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Piga Bwana makofi mazuri. Kuna watu Mungu anaweza kuwainua wakiwa bado wadogo. Ujue si hekima, si kwa sababu ulijitolea. Leo kuna watu wamebarikiwa, wamepata kazi ya Mungu wakiwa wadogo. Leo kuna watu wamekuwa wa boss wakiwa wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna watu wameteuliwa, wamepokea kibali kwa sababu neema ya Mungu. Pendwa, neema ya Mungu inaachilia kibali ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu inaachilia ustahiliki ili ukue uko worthy. Bwana Yesu asifiwe. You are worthy. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa ajili Mungu akubali kuwa unaweza kutenda kazi fulani kwa sababu neema ya Mungu iko ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Sio bure mpendwa. Si kwa sababu tunajua, lakini tunaponyenyekea katika maombi yetu tutatoka utofauti. Mungu ataachilia jibu katika yale maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile yule mtoza ushuru, tutambue yale tunayo. Neema ambaye Mungu aliachilia ndani mwetu sio nguvu zetu. Kazi tunazo sio nguvu zetu. Kwa hivyo tuzidi kunyenyekea ili Mungu aachilie jibu katika maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuzidi kunyenyekea ili Mungu azidi kuachilia tofauti. Sio kwamba vile tunavyo isababishe tuanze kujinua. Amen. Kile unacho inaweza sababisha Mungu akuache. Na kile unacho Mungu anaweza sababisha akutumie na aweze kukuinua na wengi wabadilike kupitia kile unacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chapia Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Msomi atusomee hiyo kitabu. Mtu wa Mungu ametoka kutufunza, kwa sababu Roho Mtakatifu amemwongelesha. Nilikuwa nafikiria leo nikisema kwamba Mungu anipe mjumbe, na Jumapili mjumbe kani Mungu inaweza kuhubiri, na nikapokea mjumbe ya kwamba kichwa ya maneno ni neema. Tunaishi kwa neema. Lakini nimesikia yeye anahubiri pia neema. Maombi ninayoombea
kwa sababu kama tunaishi ni neema, kama uko hai ni neema, kama una pesa ni neema, kama uko kwa ndoa ni neema, kama unazaa uko na neema. Sema ni neema ya Mungu. Ijapo si neema yake Dudu aingekuhubiri, ijapo si neema ya Mungu awenge keti mahali pale, ijapo si neema ya Mungu atwenge juana, lakini kama ni neema ya Mungu, ni nini ambacho kitatuzuilia tumwabudu? Ni nini ambacho kitatufunga tumtumikie? Ambia jirani wako, ninaishi kwa neema. Kama tunakula tunakunywa ni neema tu. Ukiona unafanya business vinaendelea ni neema. Ukiona kazi unafanya unabidi ni neema. Amen. Ni neema. Ijapo si neema yake Mungu, sisi atuengesabiko. Oh, neema inatupeleka mbali. Ambia jirani wako, neema inanipeleka mbali. Neema inanipeleka. Sikilize vile miandiko inavyosema katika hii. Ilikuwa ni parable. Yesu Kristo anaongea ili apate kuleta utofauti katika wale wanaojiinua, wale wanaojipika kifua, na wale ambayo wanaokuwa na unyenyekevu. Kwa ajili watu wapate kuelewa, inatakiwa Yesu atumie mfano, kwa sababu mtu yoyote anaokuwa na hekima, kuna disi Mungu anavyompa mfano ili apate kusikilizia wengine. Kwa sababu kusikia, si wote wanaosikia njia moja. Tunaweza kuhubiri vile tunavyohubiri, kila mtu anachukua sehemu yake. Ukiuliza wewe umesikiaje, huyo anasema njia yake, lakini amuende sawa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatumia hiyo mbinu ili kupata akili za watu. Ni kumaanisha kwamba mtu ako na aina mbili ya kushika ama ya kuweka vitu kwa kichwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Aina moja ni ya kujua, ni aina moja ni ya kufikiria. Zaidi aina ya kufikiria ndiye inaharibu watu wengi kanisani, ndiye inaharibu watu wengi kwa wokovu, ndiye inaharibu watu wengi kwa ndoa, ndiye inaharibu watu wengi kwa mapatano, ndiye inaharibu watu wengi kwa kushindwa. Kwa sababu kichwa cha pili, mawazo ya pili imeshasema kwamba nimeshindwa. Kama ile imehakikisha kwamba umeshindwa kabisa, umeshindwa. Lakini ya pili unaweza kujituma, na ya pili imesha kuambia umeshindwa na utashindwa. Lakini ya pili ikikuhakikishia ya kwamba mimi ni mshindi, utazidi kwa mshindi. Amen. Kwa hiyo vile umeketi pale ukiamini, ndio kwa maana wengi tuko kanisani atufike kubarikiwa, kwa sababu ule mawazo ya pili imeshasema haviwezekane. Una ukimwi unaponya, unasema haviwezekane. Mimi ni maskini nitakuwa mtajiri, unasema haviwezekane. Ya kusema nitaoleka, nitaoa, haviwezekane. Kwa ule mawazo ya pili ameshasema haviwezekane. Kwa hiyo maombi yako utaomba presence, lakini akili ya pili imepingwa, imekataa. Nipe mene vizuri nikubiri. Amen. Nipe emene vizuri niendelee. Amen. Nipe emene ya mafuta. Amen. Ni kumaanisha kwamba kuna kategori ya watu wanakuja kanisa, wanaomba maombi viombi. Kuna watu wanakuja kanisa wanafanya huduma duma. Kuna watu wanatoa visadaka wanavitoa, lakini akili ya pili inasema kwamba haviwezekani. Kwa sababu nimetoa sana na sijawahi kuona, nimeomba sana na sijawahi kuona, nimefunga sana na sijawahi kuona, nimekesha sana na sijawahi kuona, nimesaidiwa sana na sijawahi kuona. Maana yake bonge la pili limeshakataa. Amen. Ni aina ya mtu
mtu ambaye kichwa cha pili ndicho kinachotunza mabaya yote ambayo wamekutendea. Kichwa cha pili ndicho kinachotembea na mabaya yote unayopitia. Kwa hiyo unaweza kuonesha presence lakini hauko. Ndio wale wafarisayo wanafanya huduma kabisa, wanafanya huduma, lakini ukiangalia tabia yao ni sumu. Amen. Kwa sababu okovu ni maisha. Injapo tunahubiri ni neema. Ni kwa sababu ya okovu. Mafarisayo hawana ushuhuda, lakini wanajipembekeza. Wakianza kuomba hapa, wataomba kabisa, watalala kwa jua. Lakini tazama mwenendo yao. Ndicho Yesu Kristo anataka awaongeleshe. Ndio kwa maana niliwaambia kwamba shida si maombi, shida ni matokeo ya maombi. Ukiona maombi yako haina matokeo, kuna maina mbili. Saa zingine wakati yako bado haijafika, ama haujua kuomba. Ya tatu, enda ukajitengeneza na Mungu. Kwa sababu kuna maombi ambayo ni chafu. Roho chafu, mawazo mabaya, mipango mibaya. Tumaisha tu hivi. Kama huku mtu lai ni mtu anaokoka, ni mtu ambaye ako open. Kwa sababu Yesu Kristo ni nuru, ako wazi. Lakini ukiona mtu tumambo tu chini anakuongeleza tu vitu tu anajificha, yule hajaokoka, ni cha usiku. Na tuko kanisani. Tu wafarisayo ambayo watu wameshika sheria, lakini wakati Yesu alikuja, sheria ilikanyagwa. Kwa sababu ni neema. Injapo ni sheria atuengetosha. Injapo ni sheria singehubiri dudu. Amen. Kwa sababu wahubiri inatakiwa wazaliwe watakatifu. Umetoka kwa tumbo la mama yako mtakatifu, ndio utakuwa mhubiri. Kwa hiyo utatembea na Mungu. Lakini neema ilipokuja, aiangalie kule ulikotoka, aiangalie yale uliyotenda, aiangalie makosa uliyo. Ni neema tu. Yule anopanga ni Mungu. Amen. Sikiliza ile parable vile alivyokuwa anavyosema. Nipe hiyo kitabu. Yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hapo ni Yesu anawaambia. Hapo ni Yesu Kristo anawaambia. Anawapa ile parable. Mungu nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wasinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Amen. Amen. Acha nikwambie dawa ya wokovu. Angalia mwito wako. Mungu alikuita kama nani, ili ufanye nini? Lakini ukisikia mtu ambaye kuliko atambue mwito wake, yeye anaongelea matokeo ya wengine, jua kwamba ule ni mfarisayo. Amen. Hatuna muda wa kuponda ya watu wengine, lakini tuna muda wa kutoa ili Mungu atongezee. Ninakutabiria kwa jina la Yesu, Mungu achilie neema juu ya maisha yako. Mungu achilie neema juu ya familia yenu. Mungu achilie neema juu ya mipango yako. Maombi yako usiku wa leo, pokea neema.
Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Hutoa zaka katika mapato yangu. Unajua mimi wakati nilikuwa kwetu nilikuwa naomba mimi, unajua hapa mimi sione kitu. Unajua mimi ule mtu ni mfarisayo. Sisi hatuna lazima na mimi, tuna lazima na matokeo ya maombi. Muda wa kuomba, lakini wewe unapeleleza. Mimi siku kama wale wengine. Hapana. Mungu wako lazima umongeleshe. Mungu wako lazima umupe mahitaji. Mungu wako lazima umimie moyo wako, uvunje moyo wako. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala akudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Njoo sisi hawa, siwezi kuhubiri bila kuongea mabaya yangu. Amen. Nilifanya. Amen. Kwa hiyo ni neema. Sasa wewe umezaliwa mtakatifu. Jipigie makofi mazuri. Amen. Wewe umezaliwa mama yako hakufanya dhambi hata moja. Kwenu hakuna uchawi, hakuna. Nyinyi kwenu wote ni wapadri wa malaika na wakazaa malaika. Amen. Ndio kwa maana ukiachilia maombi kidogo ni fire. Ukiona huyu anaomba, huyu ajui, anatupika kelele. Ukiona huyu anahubiri, anasema huyu ajui. Lakini neema ilipokuja, neema inatafuta mtu. Neema inatafuta mtu. Angalia, acha nikwambie. Kuna kitabu nilikuwa natafakari, lakini acha niendelee mahali. Neema ichagua. Neema inaweza kusababisha ukataliwe, usaulike, ufukuzwe, usiingiziwe na utupwe mwisho. Lakini neema itapita watu wote. Neema itapita watu wote. Neema inapita watu wote. Neema inapita watu wote. Inaenda inde inakutafuta hata kwa kijiji, inakutafuta hata Soweto, inakutafuta hata kwa Chang'aa, inakutafuta kwa hoteli ya chini, inakupeleka viwango vya juu. Neema itakuketisha na waheshimiwa na utaitwa mheshimiwa. Amen. Neema, usicheze na neema kwa sababu hujajua utamu wa neema. Daudi ahesabikwe hata kwa baba yake, hata kwa wandugu zake. Hahesabikwi. Mpendo, acha nikuambie, usicheze na neema. Unaweza kuangusha simba na ndubu, lakini bado unavua uraia. Unaweza kuangusha simba na ndubu, lakini bado unavua uraia. Kwa sababu Goliath ako mbele yako, na unaweza kupigana na Goliath umevua uraia. Kilichoangusha Goliath si nguo ya mfano, ni ile tabia yake ya uraia. Lakini neema ilipoonekana, neema iangalie usuka umevua, neema iangalie sote umevua, neema iangalie mtumba umevua. Neema inaleta ushindi. Neema inaleta ushindi. Neema inaleta nguvu. Lakini alipoangusha Goliata, kwa ajili afike kwa neema viwango Mungu alivyomwekea, inatakiwa anza kuvua mavazi ya pale royal. Amen.
ya nyumba ya mfalme. Kwa hiyo neema, kuna neema inapanda viwango. Amen. Na alipofika Daudi ajua kuvua. Daudi ajua kuvua, lakini kwa sababu ya neema watakufunza tu. Kwa sababu ya neema watakufunza tu. Hata kama hauna na mwili ya kuvua fitting, lakini neema ikikuja, kuna ile ambaye ni namba yako iko. Kuna mume ambaye ni namba yako iko. Kuna mke ni namba yako iko. Neema inapofika inakupeleka mu destiny yako. Daudi akajiona tu amebadilisha mavazi ambaye hakujua, hata baba yake hajawahi kuvaa, kwa sababu ya neema. Na Daudi ajui neema inakupeleka, si ujanja wako. Wajanja wote shetani anawatumia, waongo wote shetani anawatumia, lakini achilia neema, inaleta jipo, inapita mawazo yako, inapita mipango yako. Neema tu inakutoa umaskini na kufanya mtajiri. Inakutoa mshilingi 10 inakufanya bilionea. Neema inakutoa ujue Kizungu, unajua Kiturkana, lakini una connect na watu wa kujua Kizungu. Shout fire. Amen. Neema. Neema. Usicheze na neema. Usicheze na mtu wa neema. Mtu wa neema ukimpiga mvita atakukanyaga. Atakukanyaga. Kwa sababu Saul alikanyagwa. Na sikiliza, mtu wa neema hataki mikono yake ipate damu. Ukichafua mikono yako na damu, mtu wa neema, ninakuambia kwamba hiyo damu itakuzulia kitu. Kwa hiyo kuwa umekima sana, ukitambua kwamba kuna neema ya Mungu ndani mwangu, kuna mishale inaokuja, jua namna kuepana nayo. Wakati unataka kupambana na hiyo mishale, itakusukuma ufanya jambo ili uzulie neema fulani katika maisha yako, ama mlango fulani katika maisha yako. Amen. 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 Kilichomzulia Daudi ajengee Mungu ni damu. Mtu wa neema, mtu wa neema, mtu wa neema, kuona kwako inatakiwa kuwa tofauti. Kuona kwako inatakiwa kuwa tofauti. Kuna vitu vinaweza kuja mbele zako kwa ajili ya kuvunjia kilichopanga na Mungu. Mimi ninakataa. Kwa maisha yangu sitapewa yale Mungu alinipangia ifikie watoto wangu. Hapana, watoto wangu wachukue ile yangu na wachukue mara 100. Amen. 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 Yeah, kwa sababu wakisema kwamba ile yangu iwakujie, ni kumaanisha kwamba tumeshuka viwango. Inatakiwa ile yangu ikuwe ndani mwao na Mungu awaongezee mara 100. Kama wewe ni mtoto wangu, ninakunenea kwa jina la Yesu. Pokea kile Mungu alichoweka ndani mwangu, ndani mwako mara 100. Amen. Na siri ya baba, siri ya baba anainyamazia. Amen. 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 Nipe kitabu niendelee. Bali alijipiga kifua akisema nini? Mungu uniwe radhi mimi mwenye dhambi. Yes. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Hallelujah. Amen. 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 Mfano ama parable ambayo Yesu Kristo alioelezea wanafunzi wake ni kwa njia ya kusema kwamba si vema kujiinua kwa sababu tuko na nyinyi. Kwa sababu tunaweza kuwa na nyinyi na mnatoka empty. Kwa maana uliona watumishi wa Mungu walipotumwa wawili wakasema kwamba tumepata mtu mwingine anatoa pepo kwa jina lako na tulimzuilia. Kwa hiyo wao walijiona kwamba wao ni mwisho. Amen.
nikwambie, sababu ya neema inaweza kwenda kubeba malaya amekuwa nabii wa mataifa. Sinipe mene niendelee. Ninaona kwamba watu wamechoka. Nipe mene ya ushindi. Amen. Nipe mene ya victory. Amen. Neema inaweza kwenda kubeba mtu ajua kuandika jina lake, lakini unakuwa kiongozi wa kuongoza watu ambayo wanakuwa na vyeti, wamesoma. Haujua hata kuandika jina lako kwa sababu ya neema. Ambie jirani wako neema. Neema. Kwa ajili neema ifanya kazi ndani mwetu, kuwa na unyenyekevu. Na epukana na watu ambaye ni mishale katika maisha yetu. Mishale katika maisha yetu, mkikutana wawili amwezi kuongea neno la Mungu, mnaongea maneno ya watu. Kuliko kuongea neno la Mungu, mnaongea maneno ya watu. Direct. Ukikuja kanisa mfarisayo, utaomba sana, utalia sana, na Mungu anaangalia usema mfarisayo. Utaomba, anakuongezea shida mara 3. Amen. Tusome Isaya 1:15. Isaya 1:15. Isaya 1:15. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Unaona watu kama hawa, unapofika makochi unaomba, taangalia matokeo ya maombi yako. Umeomba sana, maombi yako inajibu gani? Maombi haina experience. Maombi yana revelation. Hawezi kupokea revelation usipokuwa kama Yesu. Usipokuwa kama yeye, ili upokee revelation. Kwa hiyo mimi naombaka sana, masauti yetu inabaki hapa ya waombezi. Sisi ni waombezi. Sisi ni waombezi. Na muombapo maombi mengi sitasikia, mikono yenu imejaa damu. Inua mkono wako juu, sema leo kwa jina la Yesu, mishale yote niliyotupiwa kwa maisha yangu, ya masengenyo, ya kiburi, ya ugomvi, ni ya mbaya, mipango mibaya, mawazo mabaya, ninakataa kwa damu ya Yesu. Ninakataa kwa damu ya Yesu. Ninakataa kwa damu ya Yesu. Kinywa changu kiliongea maneno mabaya, kwa damu ya Yesu ninakataa. Kwa damu ya Yesu ninakataa. Kwa damu ya Yesu ninakataa. Amen. Hakuna maombi yanayokuwa na nguvu si maombi ya utakatifu, ya kuomba toba. Amen. Amen. Tumeanguka na hiyo mishale imepata watu wengi. Tumebaki wafarisayo. Tunajaza viketi, tunaomba sana, tunalia, tunafunga sana, tunatoa, lakini tazama matokeo ya maombi yako. Maombi ni vingi sana. 21 days tutaingia na wewe, 7 days tutaingia na wewe, tena unaombaka. Lakini angalia, kabla uingie katika hiyo maombi, hiyo mishale waliokuwekea, uliangukia hiyo mishale, imeacha damu. Hiyo kinywa chako kinachoomba, unajua kile kilichotoka. Masengenyo huku nayo, na umepata mwingine wanamsengenya, mnakutana naye na ai mnaongea, haumwambie kuwa wazi. Kama unaona mtu anakuja kwako na mambo ya masengenyo, mseme, kesho atakuwa. Lakini ukimtunza utaingia kwa dhambi na utazuulia kilicho chako. Nipa Ayubu 22:21. Namalizia hapo. Ayubu 22:21. Ayubu mlango 22:21.
Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Amen. Amen. Amani si mwanadamu anaweza kukupa. Unaweza kwenda kulilia mwanadamu kumwambia shida zako na hatakupa amani. Hataweza kukuongelesha, hataweza kuongelea, lakini hatamaliza. Ukienda unaenda na shida zako. Lakini ukimjua Yesu ni nani, ukijua ni neema, Yesu Kristo ni nani, hataingia kwa boma yako atamaliza Easter, hataingia kwa watoto wako atamaliza Easter, hataingia kwa kazi yako atamaliza Easter, hataingia kwa business yako atamaliza Easter, hataingia kwa kizazi chako ataingiza Easter, hataingia kwa maisha yako atabadilisha Easter. Amen. Mjue Bwana. Daktari anaweza kuongea, bado unabaki. Unaweza kutafuta counseling, anaweza kukupa shauri, lakini bado. Lakini ukimjua Yesu atakupa amani. Ni neema tu. Watu wataongoja kufa kwako, watahesabu sana, lakini hautakufa. Watu wataongoja kuanguka kwako, wataongoja sana. Acha midomo yao, na mwaka huu tutaomba wengine midomo yao ikuwe mrefu. Amen. Wengine tu mate itakuwa inaanguka. Wakati atakiri ama anaandika ya kwamba mimi ni hivi, ndio lilimi yake inakopo. Inawezekana. Mungu wetu si wa kusema tu ubarikiwe bure, ni ya kulipisha tena wengine ili wajua kwamba Mungu yuko. Amen. Amen. Hakuna watu Yesu aliacha vipofu. Hakuna watu Yesu tu aliwaangalia kwamba nyinyi mubaki vipofu na kapita katikati yao awaone. Hakuna watu Elisha aliwacha vipofu. Hiyo neema inaisha, hata sisi tunayo. Anipe amen. Kuna watu wanastuka, kuna watu wanastuka. Acha nikuambie, kuna watu wanastuka. Maisha ya kiroho si maisha ya mchezo, ni maisha ya demonstration. Inatakiwa watu watambue kwamba neema ya Mungu imekupa nguvu tofauti. Kwa hiyo kwa kinywa chako si kama vinywa vya watu wote. Unaponena jambo inatimilika. Inua mkono wako, weka juu, sema leo yoyote anotaja jina langu kwa mabaya, neema ya Mungu, nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu, moto wa Mungu umshukie kwa jina la Yesu. Kuna mtu wanataja majina lako. Amen. Kuna watu wengine si wakutaja ovyo ovyo. Endelea. Ndivyo mema yatakavyokujia. Ndivyo nini? Mema yatakavyokujia. Ambia jirani wako, ninaishi kwa neema. Ninaishi kwa neema. Kwa ajili neema ikufikie, jambo la kwanza, pokea amani. Amen. Pokea amani. Amen. Pokea amani. Amen. Mjue Yesu. Pokea amani. Mtambue Yesu. Pokea amani. Amen. Watu wengi hawatambua Mungu, lakini wanatambua wachungaji. Mimi nilibatizwa na mchungaji fulani, mimi ni mshirika. Sasa utabaki aje na mchungaji kuliko kubaki na Yesu? Pastor Dudu ndio aliniombea wokovu. Utabaki na Pastor Dudu hadi lini? Inatakiwa neema ikikujia, na wewe anza kuomba, na wewe anza kuombea watu, na wewe anza kuhubiri watu, na wewe anza kusaidia watu. Pokea neema kwa jina la Yesu. Ambia jirani wako, ninapokea neema. Ninapokea neema. Kwa jina la Yesu ninapokea neema. Kwa jina la Yesu napokea neema. Usibaki hiyo tabia kwamba sisi tunaombaka, sisi tulikuwa tunaomba, sisi mlikuwa, matokeo ni nini? Tunataka sasa useme kwamba nilipoomba, angalia vile Mungu ametenda. Amen. Angalia matokeo. Ambia jirani wako, neema inapokuja inajibu. Neema inaponishukia inajibu. Amen. Nana naamini. Amen. Si nimemaliza? Nimemaliza. Na tutende Friday tena ni neema. Jumapili tunachilia neema. Amen. Ninaishi kwa neema. Amen. Ninavua kwa neema. Amen. Ninatembea kwa neema. Ninakunywa kwa neema. Ambia jirani wako, ni neema. Neema.
Angalia, tunalala kwa neema. Vidudu vinatembea, kidudu kingine kinakuja kiingia kwa pua, kinaogopa. Akija kiingia kwa masikio, kinaogopa. Si ni neema? Ni neema. Si wewe uliozuilia hiyo kidudu, ni neema ya Mungu. Tena unagomfraka. Hiyo kidudu kikuja tu kikivuta hivi, pa, umeenda kwa baba. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi, kuja utolee Jehova sadaka yako. Amen. Nimemalizia hapo. Hey, mjumbe mzuri. Mjumbe wa neema. Kuja mtolee Bwana. Kwa hiyo waimbaji tumewapa deni.